Kiongozi na mawasiliano ni mapacha, huwezi kukabila mawasiliano, lazima uongee na wale chini yako wale juu, ndio uongozi wenyewe. Kwa hiyo tunasema kwanza kiongozi mzuri uwe na taarifa nyingi. Kiongozi mzuri uwe na taarifa nyingi. Huwezi kuwa kiongozi ambaye hujui vitu. Wewe sio kiongozi. Lazima ujue vitu vingi. Kwa sababu wewe utakurupushwa saa hizi. Twende kwa mgeni rasmi. Kwenye nini? Wewe sehemu ya kuna timu zinacheza kombe kule kwa mgeni rasmi. Hujui mpira kabisa. Twende kwenye mgeni rasmi elimu maalum. Hujui mambo elimu maalum. Kwa hiyo lazima usome, usikilize maredio, ma TV, uingie kwenye WhatsApp, ma Facebook, kila aina ya habari ambazo zinapatikana. Ni wajibu wako kiongozi uwe na habari hizo ili uwe na vitu vingi kichwani vya kusababisha uweze kujua hiki. Kwa mfano natoa mfano huu kwamba unawezekana kwa mfano leo timu gani inacheza? Leo kuna mechi. Mbona tu watu ndio wanashanga hivi leo kuna mechi. Nani na nani? Mtakuwa ujue. Utakiwa mkupi alikuwa ajui, ndio anashangaa saa hizi. Kumbe leo Simba na Yanga. Unajua? Kwa hiyo kama hujui hiyo muda wa mechi. Huo muda wa mechi unapanga kikao. Si ujui? Huo muda wa mechi unapanga kikao, watu wahudhurii au wanahudhuria hawashiriki kamilifu. Wewe unashangaa kwa sababu una information. Sio? Kwa hiyo ninachotaka kusema asikuambie mtu kwamba mimi sipo kwenye Facebook bwana. Hiyo hawauni. Mimi sipo kwenye Instagram staki. Kama ni kiongozi lazima usearch information popote itakusaidia kwenye uongozi wako. Tuko sawa hapo lakini sifa nyingine kwenye vitu muhimu kwenye mawasiliano, kuwa na tabia ya kuweka kumbukumbu. Kwa hiyo ili uweze ukisoma, ukisikia, ukiona, weka records itakusaidia kwenye mawasiliano ya kiutawala. Umepita umeona madawati yako mangapi? Take note. Shule walimu wako wangapi? Kuna siku hiyo tutakusema mawasiliano kwa sababu utaongea nini? Sio utaongea hayo. Utajua uandikishaji asilimia ngapi, pass rate asilimia ngapi, take note kwa sababu hiyo ndio utakujua na kusema kwenye kuongea kama kiongozi. Lakini jitahidi kuwa na vifaa bora na imara vya mawasiliano. Sasa ajabu kwamba dio afisa watu wazima hana kompyuta. Wapo aina hiyo? Au wana simu ambayo betri inadondoka, sio? Sasa samani bwana betri ilidondoka, anza tena tuongee. Wewe kweli ni kiongozi? Kwa hiyo tutegemea kuwa na hiyo bora na imara mawasiliano. Lakini simu ipatikane kwa muda wote. Ukiwa kiongozi simu ipatikane kwa muda wote. No way. Simu ipatikane kwa muda wote mpaka usiku. Na tunasema kama kiongozi huwezi kunipigia saa 8 ya usiku. Ukapiga saa 8 usiku unasema mimi fulani bana nakusabai tu. Huyo mtu atakuwa na matatizo, sio? Lakini tunaamini kwamba simu ambazo utakupigiwa saa 8 saa 9 zina uzito huo, sio? Bwana samani mwalimu wako anaomba tupeleke hospitalini, sio? Hiyo unajua kama ni muhimu, niongeze jitihada kuokoa maisha ya mwalimu wako. Lakini simu yako imezima, unapigiwa, atakufa mwalimu. Kumbe ungetoa neno moja tungesaidia. Kwa hiyo simu yako kiongozi akiwa, lakini tunasema simu yako muda mwingine tunapiga simu, katibu mkuu ana ziara halmashauri yako. Wewe dio, sio? Dio unampigia afisa watu wazima. Bwana nasikia anakuja katibu mkuu huko. Kwa hiyo kasaidie kesho matofali ya hivi twende vizuri. Unampigia afisa watu wazima apatikane, sio? Unampigia SLO anapatikana, sio? Heshima utampa nani? Si SLO. Kwa sababu atasikia simu atakuwajibika kesho ugeni ukija mambo yako safi. Kwa hiyo unaona muhimu wa simu. Kwa hiyo simu iwe oni muda wote. Lakini tumesema jibu simu na SMS za wanaokupigia. Jibu. Kwa hiyo ukipigiwa simu jibu. Kama umebana kwa hata jibu kwenye vile vinani vya Simba, sio nikutaenda kupigia baadaye. Umejibu pale na baadaye mpigie kweli. Muandike message ili ajue unafanya nini, usio ukaacha. Kama kiongozi fanya hivyo, ndio wajibu wako. Ukiacha unakosa sifa za kuwa kiongozi kwenye mawasiliano. Lakini call back. Amekupigia muda mwingine bahati mbaya uko sehemu nyeti kabisa, labda uko chumba kile kingine labda uweze kupokea. Lakini baada ya kutoka sasa piga simu, ndio kiongozi anatakiwa. Lakini nikakumbuka ngona ina wasemo saizi kwamba piga simu, upige simu mara ngapi? Tumeelezwa, tumeona kiongozi mitandao. Bosi wako unampigia simu mara ngapi? Tumesikia wote ile.
unampigia mara moja, sio? Unampigia mara moja inatosha, kwamba kiongozi makini hajapokea simu yako ujue amebanwa. Kwa hiyo ukimpigia simu ya kwanza hajapokea, unapiga ya pili, unapiga ya tatu, hiyo sio heshima. Sio? Hiyo sio heshima. Anajua una shida. Anajua una shida, na anaweza akapokea kwa akwambia wewe bwana uone kama nisipokei, wewe vipi? Kwa unapiga mara moja. Hayo ni baadhi ya mambo muhimu ambayo tunatakiwa kukaa vizuri kwenye mawasiliano. Ashumu wote tunafuata taratibu hizi. Mambo saenda haraka lakini leo nyewe mnajua mna mengi, sio? Ukimpigia msaidizi wako, ukimpigia afisa mkata, mkuu wa shule, simu mpigia leo, anajibu wiki ijayo. Hayo mambo yanakuwa sio yenyewe.